Tupo katika kipindi ambacho tunakwenda kuumaliza mwaka 2025 na kwenda kuanza mwaka 2026. Wapo baadhi ya watu ambao katika mwaka 2025 walifanikiwa kutimiza malengo yao, lakini wapo baadhi ya watu ambao malengo yao yaliishia katikati, na wapo baadhi ya wanadamu ambao hawakuwa na malengo kabisa ambayo walitamani kuyatimiza katika kipindi cha mwaka 2025. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao walitumia nguvu zao zote wakijaribu kupambania malengo waliokuwa nayo katika maisha ndani ya mwaka huu 2025, lakini kutokana na sababu mbalimbali wakashindwa kutimiza malengo yao, nitakwambia ni kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya unapokwenda kuumaliza mwaka huu, ili mwaka ambao unafuata, yani 2026, ukawe mwaka wa mafanikio na baraka katika maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo matano ambayo unatakiwa kuyafanya kabla ya kuvuka mwaka 2025 na kwenda kuuanza mwaka 2026. Namba 1, unapokwenda kuuanza mwaka 2026, achana na mambo ambayo yalikupotezea muda mwaka 2025. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, yapo matendo mbalimbali ambayo mwanadamu anaweza akawa anayafanya huku yakimpotezea muda bila yeye mwenyewe kujua. Mara nyingi mambo ambayo humpotezea muda mwanadamu huwa ni vikwazo katika safari yake ya mafanikio, kwani hakuna manufaa yoyote ambayo mwanadamu anaweza kuyapata katika maisha yake endapo atajishughulisha na vitu ambavyo vinampotezea muda. Namba 2, kaa mbali na watu ambao walikuwa vikwazo katika safari yako ya mafanikio. Ulimwengu una aina mbalimbali za wanadamu. Wapo wanadamu ambao pamoja na kuwa wewe unawapenda, unacheka nao usoni wanaonesha wanakupenda na wanacheka na wewe, lakini kwa sababu moyo wa mwanadamu ni kichaka, huenda wameficha chuki katika mioyo yao. Wapo baadhi ya watu ambao wakati wewe unapojaribu kupambana kwa ajili ya kutimiza malengo ambayo umejiwekea kwenye safari yako ya maisha, wao wanajaribu kupambana na wewe, wanakuwekea vizuizi mbalimbali ili mradi tu usiweze kufanikiwa katika maisha yako. Wakati mwingine unaweza ukajikuta unaambatana na binadamu ambao hauendani nao, yani watu wasiokuwa sahihi katika safari yako ya maisha, na hawa wakawa ni watu ambao wanakurudisha nyuma katika safari yako ya maisha. Kama utaendelea kuwa nao karibu, ninakuhakikishia hata mwaka 2026, kama Mwenyezi Mungu atakujalia uhai, utakwenda kuumaliza ukiwa haujafanya chochote katika maisha yako, kwani wapo baadhi ya watu ambao hawatamani kuyaona mafanikio yako, bali furaha yao ni kukuona ukiendelea kuteseka katika maisha yako. Kama ukibaini asilimia kubwa ya binadamu ambao unaambatana nao katika safari yako ya maisha kwa namna yoyote wanakuzuia kufikia malengo yako, hakikisha unawaweka mbali na maisha yako, na kwa sababu hiyo utakwenda kuanza mwanzo bora ambao utakuwa ni mwanzo ambao utakwenda kukutimizia malengo yako. Namba 3, jifunze kuhusiana na makosa ambayo uliyafanya katika mwaka 2025. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, udhaifu wa mwanadamu ndio ukamilifu wa mwanadamu. Mwanadamu anayedhani amekamilika, huo pia ndio udhaifu wake, kwa sababu mwanadamu ameumbwa akiwa na madhaifu. Kupitia madhaifu mbalimbali ambayo mwanadamu ameumbwa nayo, yapo makosa mbalimbali ambayo anaweza kuyafanya katika maisha yake. Pamoja na kuwa ulifanya makosa katika mwaka huu wa 2025, lakini kupitia makosa hayo Mwenyezi Mungu huwa anampa mwanadamu nafasi ya kujifunza. Hata wewe kupitia makosa yako unatakiwa kujifunza. Badala ya kukata tamaa, kuanza kujilaumu na kuanza kujiona haufai, unatakiwa kujifunza kupitia makosa mbalimbali ambayo uliyafanya yakapelekea ukashindwa kutimiza malengo ambayo unayo katika safari yako ya maisha, kwani inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye ulikuwa na matumizi makubwa kuliko kipato chako.
Pamoja na mipango mingi ambayo ulikuwa nayo, matumizi yako yalipelekea ukashindwa kutimiza mipango pamoja na malengo ambayo ulikuwa nayo. Inawezekana wewe ni mmoja kati ya wanadamu ambao mwanzoni mwa mwaka 2025 ulikuwa na mipango, ulikuwa na malengo na ulikuwa na ndoto ambazo unatamani kuzitimiza, lakini kwa sababu ya makosa fulani ambayo uliyafanya katika kipindi fulani cha maisha yako, ukajikuta mipango hiyo ikavurugika. Kwa sababu hiyo ukajikuta umekata tamaa ya maisha. Labda ulitumbukia katika wimbi la ulevi, labda uliamua kuchukua maamuzi ya kuacha kufuata safari yako ya mafanikio na kuamua kuwa bendera fuata upepo, kwa sababu uliamini hautaweza kufanikiwa, kwa kuwa huenda mafanikio yapo kwa ajili ya watu fulani. Haijalishi wewe ni nani na umefanya makosa kwa kiwango gani. Unapokwenda kuumaliza mwaka huu wa 2025, kuanza jisamehe wewe mwenyewe. Utakapojisamehe wewe mwenyewe, jipe nafasi ya pili, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu tayari alishakupa nafasi nyingine. Kinachotakiwa ni uamuzi wako wa kuitumia nafasi ya pili ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Hakikisha unauanza mwanzo mpya. Haijalishi ulifanya makosa mengi kwa kiwango gani, kwa sababu mwanzo mpya utakwenda kuwa mwanzo bora ambao utakwenda kukuhitimishia safari yako ya kwenda kutimiza malengo yako katika mwaka unaofuata. Hivyo kuwa bora kuliko ulivyokuwa katika mwaka huu. Namba 4, msamehe kila mwanadamu aliyekukosea ili mwanzo wako ukafunguliwe na baraka za Mwenyezi Mungu katika mwaka unaofuata. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wajikute katika vifungo vya kimaskini na matatizo katika maisha yao ni pale wanapoishi na vinyongo katika mioyo yao. Ni kweli katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao hutukwaza na kutukosea. Wapo wanaotuomba msamaha, lakini wapo ambao hawatuombi msamaha. Kwa sababu hiyo, baadhi ya wanadamu hujikuta wakiwa na vinyongo pamoja na visasi katika mioyo yao juu ya binadamu ambao waliwakosea, alafu hawakuwaomba msamaha. Kama wewe ni moja kati ya binadamu wenye vinyongo dhidi ya watu wengine, huenda ni sababu mojawapo ambayo imekuweka kwenye vifungo vya kimaskini. Kumbuka, ulimwengu unafanya kazi katika namna ambayo kile ambacho unamwombea mtu mwingine lazima kitaanzia na wewe. Ina maana kwa kuwa watu fulani walikukosea, lazima utakuwa unawaombea mabaya. Furaha yako itakuwa ni kuona watu wengine wakipatwa na mabaya. Mabaya hayo yataanzia kwako, kisha ndipo yatakapoenda kwao. Kama unawaombea watu wengine heri, heri itaanza kwako, kisha ndipo itaenda kwa watu wengine. Hivyo utajikuta umejiweka katika kifungo cha kimaskini na kuzizuia baraka za Mwenyezi Mungu zisiwepo katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kitendo cha kuwasamehe watu wengine, wewe pia utasamehewa, kwa sababu huenda binadamu wale walikukosea kwa sababu si wakamilifu. Kama ambavyo wamekukosea, ndivyo nawe unavyowakosea watu wengine. Ukiwasamehe na wewe utasamehewa, na kitendo cha kusamehewa, basi baraka za Mwenyezi Mungu zitakuwa upande wako. Milango mbalimbali ya mafanikio itaanza kufunguka kwenye maisha yako. Utajikuta unakwenda kuwa mwanadamu mwenye mafanikio. Lakini pia kitendo cha kuishi na visasi na vinyongo dhidi ya binadamu ambao wamekukosea vitakufanya uwezo wako wa kufikiria na kumakinika na malengo yako upungue. Badala ya kupambania malengo yako, utajikuta unatafuta nafasi kwa ajili ya kulipa kisasi. Hivyo utajikuta unaondoka kwenye focus ya kwenda kutimiza malengo yako, huku ukiendelea kupoteza muda mwingi na nguvu nyingi katika kutafuta nafasi ya kulipiza visasi kwa wale ambao wamekukosea. Kwa sababu hiyo, utashindwa kutimiza malengo yako. Kama hilo ni kosa ambalo ulilifanya katika mwaka huu, msamehe kila aliyekukosea, na mwaka 2026 utakwenda kuwa mwaka wa baraka na mafanikio katika maisha yako. Namba 5, unapokwenda kuanza mwaka 2026, kajifunze kuishi maisha yako. Acha kuishi kwa kufuata mkumbo ama kusikiliza watu wengine wana maoni gani juu ya maisha yako. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya wanadamu washindwa kufanikiwa katika maisha yao ni kwa sababu huwa hawaishi kulingana na kusudio ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yao. Lakini watu wengi hujikuta wakiishi maisha ambayo si yao, bali aina ya maisha ambayo wanaishi hutokana na mkumbo ambao wanaufuata kutoka kwa watu wengine, au yanatokana na maoni ya watu wengine.
Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, inawezekana katika mwaka huu ulishindwa kutimiza malengo yako kwa sababu ulishindwa kuligundua kusudio ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yako. Mara nyingi kusudio ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yako lipo katika kile ambacho unakipenda. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuvifanya na unakuwa na mapenzi navyo hata visipokuwa na malipo. Mara nyingi huko ndiko kusudio la kweli ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yako liliko. Hivyo angalia ni kitu gani ambacho ukikifanya unakuwa na amani, ni vitu gani ambavyo ukivifanikisha katika maisha yako unajisikia furaha. Angalia ndoto zako ni zipi, haijalishi watu wengine wanasema nini kuhusu wewe au watu wengine wanakuonaje. Endapo utaishi maisha ambayo yanaendana na kusudio ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yako, haijalishi wewe ni nani, umetokea mkoa gani, wewe ni kabila gani, lazima mwaka 2026 utakwenda kuwa mwaka wa maajabu katika maisha yako. Utakwenda kutimiza malengo yako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.